Muda si mrefu Alhaji Dr. Sule atakuja kugusa faida za tende. Tende ina faida gani katika mwili wa mwanadamu? Lakini pia katika hizi darasa zetu hizi tutapata darsa na mawaidha, lakini pia darsa za ndoa. Kuanzia wiki ijayo, utatuzi wa changamoto za ndoa na migogoro kwa wanandoa. Utatuzi wa changamoto za ndoa na migogoro kwa wanandoa. Jumamosi na Jumapili zitatolewa hapa. Maana kuna wengine wanahisi ndoa ni kaburi la mapenzi. Uongo kweli? Kuna mtu toka busu alilopigwa siku ya ndoa hajawahi tena, nalisikia tu na kuliona kwenye movie. Uongo kweli? Toka busu alipolipata siku ile ya ndoa ile, kaja kuonwa mle ndani. Hajawahi tena kuliona, analiona kwenye TV. Uongo kweli? Kwa hiyo utapata kusikia vitu hapa hujawahi kuvisikia toka dunia kuumbwa. Lakini pia sio hivyo, kuna watu wana changamoto nyingi sana kwenye ndoa, watapata kusikia hapa, na huenda kuna baadhi ya watu wakarudi kwenye ndoa zao wakiwa wapya. Semeni insha Allah. Nitoe kisa kimoja cha mwisho nimpe Alhabibi. Kulikuwa kuna kijana mmoja. Huyo kijana yeye alikuwa ni muhuni wa mtaani. Yule kijana bwana akawa kampenda binti mmoja. Yule binti ni miongoni mwa mabinti wa familia za dini. Na nielewa vizuri Yule binti alikuwa ni miongoni mwa familia zenye nini? Dini. Sasa yule jamaa akapiga hesabu akasema, mimi nitampataje huyu binti? Akasema, Alhabibi chukua hii. Hii chukua. Yule bwana akaona sasa ili nimpate huyu binti, acha na mimi sasa nijigeuze kuwa mtu wa nini? Wa dini. Na kuna mahuni mengi. Unajua hata humu mitaani humu, heshima ya mwanamke mwenye kujihifadhi, kujistiri uheshimika zaidi, au sivyo? Aliyevaa suruali wana miito yao, au sivyo? Oya. Lakini huyu ambaye ni mwanamke mwenye dini, utasikia anaitwa bihajati we shekhati, ataitwa majina ya kila namna. Uongo kweli? Lakini pia faida nyingine iliyopo, mwanamke mwenye kujihifadhi uhifadhika zaidi mpaka katika maumbile yake. Mfano, hivi chakula cha kwenye hotpot na chakula kilichowekwa kwenye sahani, vyote vikakaa nusu saa, kipi kitakuwa kina ladha? Cha kwenye hotpot, sio? Sasa na wewe ukihifadhi mwili wako utakuwa na thamani kama nini? Kama hotpot. Sasa yule bwana kampenda binti wa kwenye familia kwenye dini. Yule jamaa na yeye akaingia na yeye kwa gia za dini. Akawatafuta madarueshi wawili. Akamwambia, bwana twendeni mnisindikize. Basi wakaenda, wakapeleka posa. Kufika kwa ule baba mwenye dini ambaye ndiye baba ule binti. Yule baba wamesalimiana, akawapokea, wakaanza kujitambulisha majina. Wa kwanza anaitwa Ibrahim. Wa pili katika wale washenga, mtu wa pili alikuwa akiitwa Yusuf. Baba harusi yule ambaye ndiye alikuwa anaposa sasa alikuwa akiitwa Yasin. Basi baada ya kufika pale wakaeleza dhamira yao. Bwana, sisi tumekuja, ujio wetu bwana, tumekuja kuposa hapa.
posa. Kaambia sawa, binti yangu yuko hapa na mimi ndio walii wake. Sasa hii ni familia ya dini, kwa sababu mnataka kumposa binti yangu, nyinyi ni watu wa dini kweli? Baba harusi yeye ndo wa kwanza kapiga kanzu kubwa, tasbihi ka nyororo ya baskeli. Swalieni Mtume Muhammad. Yule bwana yule pamoja na hivyo kajitwisha majoho ya kila namna, kashda za kila aina, kajipwimpwi vijana wanasema. Baba harusi akawa kiherehere, akasema tumesoma dini mashallah, sisi tuko vizuri. Sasa baba mwenye mji akasema basi ni vizuri, mimi nyie mmekuja kweli kwa dhamira ya kumposa binti yangu, cha basi mahari ya binti yangu alishawahi kutamka mwenyewe, kija mtu basi amsomee miongoni mwa aya zinazopatikana katika Qur'anul Karim. Sasa kwa sababu wewe wa kwanza umesema unaitwa nani? Ibrahim. Kaambiwa sasa wewe utasoma suratu Ibrahim. Yule wa kwanza ni alimu mjuzi, yule wa kwanza akasoma suratu Ibrahim mwanzo hadi mwisho. Wa pili Yusuf, akaambiwa basi wewe Yusuf tusomee surati Yusuf. Jamaa akaipita kimwamba kibingwa, akaipita kitajwid. Maana unaelewa maana ya tajwid? Ni kusoma kitu kilugha, kusoma kitu katika uzuri, au kulifanya jambo katika hali ya uzuri, ndio maana ya tajwid. Yule aliyesoma surati Yusuf akapita kimwamba. Haya, kalulete mwenzangu na mimi. Mwana kulitafuta mwana kulipata, kalulete. Yule kalulete sasa alisema anaitwa nani? Yasin. Baba mkwe akasema, mkwe wangu wewe umechukua jina la sura ambayo imebeba moyo wa nini? Wa Qur'ani. Sasa zamu yako Yasini. Yasini mweupe kama white paper. Balaa likaja. Yasini akamwambia, sikiliza baba mkwe, Yasini huwa ni jina langu la utani, mimi naitwa Kul Huwallahu. Swalieni Bwana Mtume. Akasema ili Yasini hili huwa mimi la utani tu alinipachika. Mimi jina langu kamili Kul Huwallahu. Ili jamaa afanyiwe wepesi asome sura gani? Kul Huwallahu. Baba mkwe akasema msintanie nyinyi wahuni nyinyi, kwendeni zenu huko. Kwa hiyo tujitahidi pia kusoma. Elimu ni jambo muhimu zaidi. Kwa inshallah tunaingia katika utaratibu wa awali, sababu toka wiki jana tumeanza Al-Muqaddas hajawahi kusema zaidi ya kufanya dua na kuzungumza, au sivyo? Nataka nimpe dakika 15 walau na yeye leo aseme, maana najua hizi maiki tamu, maiki hizi wenyewe tunapenda kusema kulamba maiki. Ukipewa kulamba unaweza kulamba mpaka kesho. Kwa hiyo na yeye basi apate kulamba nini? Maiki. Sio kuilamba, yani kuzungumza. Al-Muqaddas inshallah dakika zako 15, lakini pia na Alhaji Dr. Sule atakuwa na dakika ngapi? 15. Muda mwingine utakaobaki tutaingia katika nini? Katika dua.